Naam, mtazamaji, tunakukumbusha tu kinachoendelea hivi sasa katika eneo la Kilosa kuelekea Dodoma ni hali ya mafuriko, kama ambavyo unaishuhudia namna ambavyo yameleta athari kubwa, ikiwemo reli yetu kusombwa na maji, lakini pia tuta la reli kuharibiwa vibaya. Na taarifa ambazo zimetoka hivi punde kutoka kwa mkurugenzi mkuu wa shirika la reli Tanzania TRC, ndugu Masanja Kungu Kadogosa, ambaye amezungumza na wanahabari hapa makao makuu ya shirika la reli Tanzania TRC, anasema kwamba sasa juhudi zimechukuliwa kubwa na nguvu imeongezwa kubwa na wakandarasi, kwa maana ya kampuni ya CCECC kutoka China ambayo inakarabati reli ya kati kutoka Dar es Salaam kuelekea mkoani Tabora mpaka Isaka, na kwa kushirikiana pia na kampuni ya ujenzi wa reli ya kisasa ya standard gauge Yapi Makezi. Kwa pamoja, mtazamaji, wameanza kushirikiana kuweza kupunguza athari hizo, lakini mpango uliopo ni kwamba sasa zaidi ya kilomita 100 kuanzia eneo la Kilosa mpaka Igandu katika ule mto Mkondoa zitahamishiwa katika maeneo ya mlimani, kwa maana kwamba sasa watakwenda kuikata ile milima ili kupata njia ya kutandika reli, ili reli yetu na treni yetu iwe salama, iepukane na mafuriko. Tumsikilize mkurugenzi anazungumza na wanahabari ndani ya ukumbi wa mikutano. Lakini kubwa hasa lililotuleta ni kuhusu tukio ambalo linaendelea sasa hivi la kusimamisha usafiri wa reli kwa maana ya Central. Tutazungumzia kutoka Dar es Salaam all the way mpaka Mwanza mpaka Kigoma, lakini hasa kipande kile cha katikati kutoka Morogoro kwenda Dodoma kilichotokea. Sasa tulifikiria ni vyema kwamba itakuwa ni vyema kuwahabarisha Watanzania wote, kwa sababu ni usafiri ambao kwa kweli Watanzania wengi sana wa kawaida wanaotumia. Sasa wanaposikia tu kwa pembeni, nafikiri inakuwa sio sahihi. Kwa hiyo serikali kupitia TRC tuna taarifa wananchi yaliyotokea, lakini vivyo kinachoendelea ni kwamba kuna mvua zinazoendelea sasa hivi. Baadhi ya miundombinu ya reli imechukuliwa na maji. Na hii tunazungumzia hasa sehemu kuu ambayo imepata zoruba kubwa ni kati ya Morogoro na Dodoma. Kuna eneo moja linaloitwa Kilosa Gurwe, ni kama stretch ya kilomita 120. Kwa ule mto ule reli imefuata mto, kwa unakuta kwamba hiyo sehemu yote kilomita karibu 120 imepata matatizo. Kuna sehemu zingine reli imechukuliwa kabisa. Kuna sehemu zingine maji yamepita upande mwingine wa reli, kwa unakuta reli na hengi juu. Mtazamaji, ukiachilia mbali shughuli za binadamu na mabadiliko ya tabia nchi, lakini tatizo lingine mtazamaji limetajwa ambalo linapelekea kuwepo kwa mafuriko haya ni uwepo wa mabwawa ambayo kwa sasa hayapo. Mkurugenzi huyo hapo. Sasa haya mabwawa manne ambayo yalikuwa yanatusaidia, ilikuwa kwamba maji mvua zikishanyesha kule, maji yanakuja yanaanza bwawa la kwanza, yakijaa wanayafungua, yanaingia bwawa la pili, yakijaa bwawa la pili wanafungua taratibu, inaenda la tatu, yakijaa la tatu mpaka anapofikia la 4 ambayo inakuwa Kilosa, unakuta tumefika mwezi wa 3 mwezi wa 4 na mvua nyingi zimesha nini. Lakini lengo lilikuwa ni kwamba wanapokuwa nafungulia ile maji, maana yake yanakuja kwa adabu, hayaji all over the place, usio yanakuwa nini, yanakuwa guided. Sasa mabwawa yote hayapo, yani sio angalau liko Hombolo bado lipo, lakini mengi yanapozungumza kwamba hayapo yale manne. Sasa ile imesababisha maji mvua zinaponyesha yanakuja straight, yani yanakuja yote all over the place. Kwa hiyo ndio kitu ambacho na kulikopo na Wizara ya Kilimo kuona namna ya kurudisha ile mabwawa. Actually ni sanitation, yani imejaa mchanga, sio kwamba ilijaa mchanga, mengine yakabomoka zile nguzo, kwa hiyo basi yakuwa imeishia. Lakini najua watu wa Kilosa wamejaribu kurudishia, hawajafanikiwa. Sasa huwa tunafanya juhudi zetu za kuhakikisha kwamba hali isiwe mbaya zaidi, kwa sababu tusingefanya hivyo maana yake hali ingekuwa mbaya zaidi. Kuna kitu kinaitwa river training. Kwa hiyo tuna river training ni kwamba ule mchanga sasa tunaingiza vifaa kule, tunakuwa mto tunautengenezea njia yake. Sasa hiyo kazi tuliingia tangia mwaka jana mwezi wa 10. Na ndio maana unaweza kuona kwamba at least tumeweza kusurvive mpaka sasa hivi nimekuja nini. Lakini hizo zingekuwa pengine mwezi wa 12 zile mvua mwezi wa kwanza zingekuwa imeshachukuliwa leo. Kwa hiyo kuna hizo juhudi za muda mfupi. Kuna sehemu tunahamisha kama nilivyosema, kuhamisha reli kwenda mlimani zaidi, kwa sababu maji hayawezi kupanda mlimani.
Hizo ni juhudi za muda mfupi, lakini juhudi solution ambayo najua serikali inafanyia kazi ni ya kuhamisha kabisa reli isifate mto kama tulivyofanya standard gauge. Standard gauge tumepita juu ya milimani kule, ndio maana nasema kuna mahandaki, tumechonga mahandaki marefu sana, mengine zaidi ya kilomita 1, mengine almost kilomita 1. Kwa sababu tumepita mlimani. Mtazamaji, wanahabari wakataka kujua kuhusu abiria ambao wamekwama kutokana na kukosekana kwa huduma hii ya usafiri. Je, nauli zao vipi? Mkurugenzi akalijibu kwamba kwa wale ambao walikuwa wameshakata, tulichukua tahadhari ya kuwasafisha kwa mabasi, na inawezekana kuna waandishi wa habari ambao kwa aware na hiyo kitu, lakini wale ambao walikata tiketi na nini, basi tunarudishia pesa zao. Lakini treni ambayo tunafanya kazi mpaka sasa hivi ya kutoka Dar es Salaam kwenda Kilimanjaro, hii inafanya kazi kama kawaida, na ya kutoka Dar es Salaam mara nyingi tunapata mzigo ya kutoka Tanga kwenda Kilimanjaro, kwa sababu kuna simenti nyingi sana tunatoa Tanga. Kwa njia ya kutoka Dar es Salaam kwenda Tanga au Tanga kwenda Kilimanjaro inafanya kazi kama kawaida, na treni zinaendelea tunapozungumza sasa hivi kufanya kazi. Tulipata hitilafu kidogo Muheza, baadhi ya madaraja yalichukuliwa, lakini tulisharudishia sasa hivi, kwa hatuna tatizo. Lakini kuna treni yetu ya kutoka Mpanda, kutoka Mpanda kuja Tabora, Shinyanga kwenda Mwanza, ambao sehemu kubwa ni Pamba, tunasomba Pamba kule, lakini vivyo na vyakula. Kwa na kule tunaendelea kama kawaida, treni zinaendelea kufanya kazi. Lakini kama nilivyosema vivyo, kama tunapata mizigo, kuna baadhi ya wafanyabiashara wanaweza kaopti kupakia mizigo yao kuanzia Dodoma, au kuna wale ambao wanatoga simenti kutoka Mbeya inakuja mpaka Dodoma, then wanapakia kupeleka kanda ya Ziwa huko. Zile treni zinaendelea kufanya kazi kama kawaida. Mtazamaji, Waswahili wanasema ukiona changamoto zinazidi basi jua neema inakaribia. Hebu tuachane kidogo na meter gauge, twende kwenye SGR, ujenzi wa reli ya kisasa ya standard gauge. Mkurugenzi mkuu wa shirika la reli Tanzania TRC ndugu Masanja Kungu Kadogosa amezungumzia maendeleo ya ujenzi wa reli ya kisasa standard gauge kwa kipande cha kutoka Dar es Salaam kuelekea mkoani Morogoro, ambacho anasema hadi hivi sasa kimefikia zaidi ya 70%, huku kazi kubwa ikiwa ni miundombinu ya umeme ambayo nayo ipo zaidi ya 70%. Mtazamaji, ya kuishia hapo, pia amegusia kipande cha pili cha kutoka Morogoro kuelekea Makutupora mkoani Singida. Sasa huyu hapa mkurugenzi anazungumzia SGR. Kwa maana ya evaluation tuliyofanya mwezi wa 12 mwishoni, tulikuwa kwenye 70.5, lakini tuko zaidi ya 70% na nafikiri tunaelekea kwenye 73 au 74 sasa hivi tutakapofanya evaluation ya kuja. Kwa hiyo tunaendelea vizuri na mambo mengine kujitayarisha kwa ajili ya commission testing, na kwenye tunaendelea vizuri kwa maana ya rolling stocks. Kipande cha kutoka Morogoro kwenda Makutupora Singida, na kwenye ujenzi unaendelea vizuri sana. Kwa wale ambao mnapita kule, mtakuwa mmesha notice kwamba mpaka nyaya zile za umeme, kwa maana nguzo zile za umeme tumeshaanza kuvuta. Kilomita ya kuanzia 0 mpaka 20 nafikiri mwezi kuona, lakini mkiingia ndani zaidi ambao ni kilomita nyingi zaidi, sasa utakuta kuna mambo mengi sana yametokea. Kuvuta zile nyaya za umeme, tulikuwa tunajenga vile njia za umeme za kuingiza kwenye substation zetu, ambao na zenyewe nafikiri tulikuwa asilimia kubwa tu, zaidi ya 80, 75 nafikiri, ambao tunashirikiana na wenzetu wa TANESCO. Kwa hiyo kuna project zingine ambazo zinaendelea mwezi kuziona, lakini kwa ajili ya kwa sababu treni ya umeme lazima tuwe na infrastructure za kuingiza umeme. Basi mtazamaji, ni hayo tu ambayo nimekuandalia, lakini ewe Mtanzania ambaye unapenda sana kutumia usafiri wa treni zetu, ni kukumbusha tu kwamba juhudi zinaendelea na wataalamu wetu ili kuweza kurejesha usafiri huu wa treni ambao umesimama hivi sasa kutokana na mafuriko. Mtazamaji, nikushukuru sana. Nyuma ya kamera yupo Agustino Bulegea. Mimi ni Beni Mwanantala. Hii ni TRC Reli TV.